Binafsi nimefurahi sana kupata ukaribisho kwa kuja hapa kukutana na nyie na kuweza kuwafikishia katika machache yale ambayo nilikuwa nayo. Kama alipotangulia awali kusema Mr. John kwamba hapa basically tuko tumefocus kwa ajili ya programmers, ila siamini kwamba programmer bila kuweka hand in hand na mtu mwenye idea atakuwa anafanya kazi. Ni kama jembe bila mkulima. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo presentation ya leo ilicholenga zaidi ni transition. Yaani unatokaje kuanzia mtu unapokuwa na idea mpaka mwisho wa siku unakuja kuirealize hiyo idea yako into a complete software. Kwa inabidi mtambue kwamba hivi vitu viwili vinaenda pamoja. You can't be IT mwanzo mwisho. Lazima ufanye kazi na watu katika nyanja nyingine tofauti. Okay, labda kama introduction, Swahili Academy. Swahili Academy tulianza mwaka 2013. Na kipindi hicho tulikuwa watu wawili tu. Ila in time jinsi tulivyokuwa tunazidi kuendelea, watu wakawa wanazidi kujoin na kila mmoja akija anakuwa anaongeza input zake. Kwa hiyo kama tu short history, kama source of inspiration, kitu ambacho kilikuwa kinatusukuma hasa ni kwamba elimu jinsi ilivyo na jinsi inafikishwa katika njia ambayo inakuwa inalenga jamii ya watu fulani tu, na katika lugha ambayo inapopo sio ile lugha ambayo watu wengi tumeshaizoea. Mfano nzuri, unaweza kukuta kuna video tutorials nyingi kwenye mtandao ambazo zinaweza kumwelekeza mtu yeyote kufanya hizo tasks za programming, lakini sisi zimeletwa kwa Kiingereza, inakuwa ni vigumu kwa watu ambao wanaongea lugha ya Kiswahili kwenda kuiangalia na kujifunza programming pamoja na skills nyingine nyingi. Alafu kitu kingine pia ni kwamba content ambazo zimekaa kwa lugha ya Kiswahili katika mtandao zinatoa image tofauti. Kwa mfano, ukitafuta tu kwenye mtandao ukaandika wanafunzi wa chuo na hapo kwenye mtandao ukaandika university students, unapata results mbili tofauti. Na hii inachafuliwa na vizazi vijana ambao wana blogs na wanakuwa wanaweka items ambazo zinapelekea watu wengi waende. Kwa mfano, ukiandika wanafunzi wa chuo utapata tu scandals na cases nyingi, labda wanafunzi wa chuo cha St. Augustine au cha Tumaini Iringa, yani wamefanya vitu ABC ambavyo ni vichafu katika jamii. Lakini ukiweka university students ndio utaletea watu ambao kweli wako katika mazingira ya chuo, which is not true. Yani watu wachache ambao wanachafua image haipelekei kwamba vyo vyote Tanzania ndio vina image kama hiyo. Kwa it's up to you vijana kuanza kuweka content katika lugha ya Kiswahili ambazo zinakuwa zina maana. Mfano, mtu atafute wanafunzi wa chuo afu mletea labda wanafunzi wa chuo cha Tumaini wameweza kuanzisha labda Kidota Hub ambayo imefanya vitu ABC na vitu kama vile. Kwa kuwawezesha sasa ndio tukaja na idea ya Swahili Academy, which is to empower Tanzanian youth with skills that will allow them to transform and improve Tanzanian lives kwa ujumla. Kwa hiyo ukiwa pale katika Swahili Academy, vitu ambavyo tunaruhusu ni kwamba say wewe una blog yako, lakini unapotengeneza blog kiuhalisia ni wewe peke yako tu ndio ambao unakopo na unaifahamu. Lakini sisi tayari tuna watu wengi ambao wamejoin na wanatufuata. Kwa hiyo sio kwamba tunachukua content zako tunaweka kwetu, yani kwamba tunachukua ile address ya blog yako na zile content zako tunaziweka kwetu, kiasi kwamba mtu akija pale akifungua atakuta zile content zako, lakini pia bado atakuwa na nafasi ya kufungua blog yako pia kuipata ipo sehemu gani. Sisi tupo pamoja. Likewise with YouTube videos. Labda say mmetengeneza kitu fulani, mmekirekodi ambacho ni cha Watanzania. Kwa hiyo pia unaweza kukileta na sisi tukakiweka. Sawa? Na all these services tunazitoa bure ili kuweza kuwezesha lugha ya Kiswahili na content zake watu waweze kuelewa. Ila kama itatokea kama hauna size of facility, labda hauwezi kujishoot video wewe mwenyewe, unaweza contact na kwa gharama ambazo zitahusika utazigharamikia, alafu sisi tutakuja tutakushoot hiyo video na tutaiposti kwenye mtandao wetu. Ila kiuhalisia, kabla ya Swahili Academy tulikuwa tuna kampuni inaitwa Sincero Technologies. Kwa hiyo sisi wenyewe kama source of revenue
tunafanya kazi hizo za graphics design, web development, desktop and mobile application development pamoja na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hii platform lengo letu ni kwamba ipatikane bure ili iweze kuwezesha watu kuendelea kujifunza, na ambao wapo interested kufundisha watu iwe rahisi kuwafikia katika lugha ya Kiswahili. Okay, so kitu gani ambacho kinatupush? Sio kweli kwamba ili mtu ufanikiwe katika maisha lazima ushushe wenzako chini. Sijui tunaelewana? Yaani IT wengi hasa katika vitu ambavyo vinapelekea IT isifanikiwe kukua sana Tanzania, wana tendency ya kucompete. Lakini the environment jinsi ilivyo inahitaji more collaboration. Yaani kama unajua kitu wewe na mwenzako anajua kitu kingine tofauti, when you collaborate wawili mnakuwa mnajua kitu kikubwa zaidi. Lakini kila mmoja ukiamua kukaa peke yako kwamba okay, mimi najua labda programming kwa PHP katika kiwango fulani, alafu sitaki kufundisha mwenzangu, tuko pamoja, inapelekea kwamba ile fani nzima inafanyaje, inashuka chini. So one of our core value baada ya kuinnovate ni kucollaborate pamoja na kucreate. How ICT business work, yani katika hali tu ya kawaida katika Tanzania, tuseme wewe unataka kuanza biashara yako kama sisi, say na umepata skills, unataka kuanza kufanya hizo web development, unataka kutengeneza hizo desktop application, it's quite simple. Kuna utaratibu unatakiwa kwanza ufuate, utaratibu wa kiserikali, lazima ujisajili na BRELA, lazima upate TIN number kutoka TRA, lazima upate leseni ya biashara kutoka local government, halmashauri tunasema ya hiyo sehemu ambazo zile costi sio kubwa sana kama watu wengi wanavyofikiria. Na hapa tunaahidi kwamba kwa mtu yote ambaye atakopa na wazo lake alafu hizi costi labda anaziogopa, sisi kama Swahili Academy tuko tayari kumsaidia kukava hizo costi za mwanzo, kuanzia usajili wa jina lake, hizo TIN number ya mwaka mmoja wa kwanza, pamoja na huo usajili wa kupata leseni ya biashara. Tunaelewana? Okay. Baada ya hapo inabidi ujitangaze. Pindi unapoanza kitu ni wewe tu ndio ambao unakuwa unakijua, labda na rafiki zako wa karibu na ndugu zako, lakini lazima ujitangaze. Sisi imetuchukua kipindi kirefu sana, tangu mwaka 2013 mpaka sasa hivi mwaka 2016 bado tunaendelea na jina linakuwa taratibu. Alafu kitu kingine ni kwamba ili watu wakuamini lazima uweze kufikisha kile ambacho unaahidi. Kwa mfano, mtu amekuja amekuomba umfanyie kazi yake, ni muhimu uhakikishe kwamba kile ulichomwahidi ndicho unachomfikishia, kwa sababu unapoanza ukichafua jina lako mwanzoni, ina maana huko mbele hamna kitu ambacho utafanikiwa kufanyaje, hamna kitu ambacho utafanikiwa kufanya. Endelea. Kwa kuna ripoti zile, na kama unavyojua vitu vyote vina run in documents. Documentation ni muhimu sana. Kwanza inakusaidia, mteja anaweza kaja akakwambia nataka unitengenezee kitu chenye sifa 1 2 3 kwa mdomo, si ndio vile? Na ukaenda ukaumia ukaitengeneza, sawa. Lakini tena baadaye anakwambia okay, naomba uniongezee sasa na hapo hivi, kwa kuna uwezekano labda wa ramani hiyo inaonekana. Hiyo tayari ni kitu kingine tofauti na kile ambacho mlikuwa mmekubaliana mwanzo. Na anaweza kataka tena asikulipe zaidi, akulipe kwa kile kiwango ambacho mlikuwa mmekubaliana mwanzo. Documentation ndio ambayo itakulinda, kwa sababu kile mtakachokubaliana mwanzo mtakiandika, na utakapokuwa na kideliver utakiandika. Endapo itakuja requirement nyingine tofauti, kuna kitu tunaita version controlling. Kwa hiyo utasema okay, sasa hii transit kutoka labda version number 1 ambayo iko na sifa hizi, tunaenda version number 2 ambayo inakuwa na sifa A B C D. Na usiogope, kwa sababu lazima akulipe. Kama hataki, tayari kuna ushahidi upo, na ile inakopo na kulinda kwamba mara kwanza tulikubaliana hivi na sasa hivi anataka sijui tunaelewana jamani. Okay. Okay, ni asali vitu gani ambavyo tumefanya mpaka sasa hivi? Okay, kwa ufupi tuna platform ambayo link tumeweka pale mwanzoni, swahiliacademy.com, ambayo ukifika kule ndani kila kitu tumeweka pale ni 100% free. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna tutorials pamoja na lessons tofauti ambazo zikiwemo lessons za law kama Henry alivyotangulia kusema, alitusaidia pale mwanzoni, na mpaka sasa hivi tunaendelea kushirikiana naye, alipata kwenda kusoma
na kumbuka ni School of Law, kwa hiyo vipindi vyake kidogo vikawa vimetulia, lakini tunaendelea kufanya naye. Kuna bwana John Kilombele, na yeye alikuwa na lessons zake za graphics ambazo unaweza kuzikuta kule kwenye mtandao, na mwenzetu mwingine alikuwa Uturuki, kwa naye pia anaelekeza kwa Kiswahili vitu ambavyo anavijua. Kwa mtu yoyote, hata wewe kama kuna kitu unataka kuelekeza watu, usisite. It's a matter of collaborating na kutengeneza environment ya kushare, kwa sababu wewe unaweza kuwa una uwezo wa kufanya kitu fulani lakini hauna idea ambayo unataka kuimplement, lakini kumbe kwa kumsaidia mwenzako anaweza kuimplement idea nyingine tofauti. Tupo pamoja? Yeah. Ila kulikuwa kuna platform nyingine ambayo ni special kwa ajili ya wakufunzi. Say mtu yeye labda ni anafundisha course fulani maalum ambao anataka labda ifundishe online, alafu kupitia hiyo anapata kipato. Kwa hiyo tutakaa naye, tutakubaliana naye, tutarekodi hizo video zake pamoja na notes zake na session yake, ili mtu aweze kuaccess hizo course. Ina maana itatakiwa analipa ile ambayo itaenda kwa huyo mtu ambaye anafundisha, pamoja na nyingine itabakia kwa ajili ya kugharamikia gharama za kuendeleza ile platform endelee kukaa kwenye mtandao. Kwa hiyo hii ilikuwa ni lesson ambayo alielekeza Henry Mwinuka, ilikuwa inazungumzia sheria za mtandao ambayo ipo mpaka sasa hivi kuiangalia, na ni vizuri kuijua kwa sababu kuna makosa mengi katika ile sheria mpya, makosa ya mtandao ambayo watu wengi hawajui. Sasa kwa mfano, wengi hapa tunatumia Office Windows 7, ndio vile, lakini hamna hata mmoja ambaye amelipia, ambao ni tayari kosa la kisheria, kwa sababu lazima uwe na license ya kutumia Microsoft Office ile suite nzima, na yenyewe pia ni package ambazo zinalipiwa, lakini sisi tunazitumia bure ambazo ni crack. Ukikamatwa una haki ya kushtakiwa na kufungwa. Tuko pamoja? Juzi hapa tu Jamii Forum ndio alifunguliwa kesi katika vifungu hivyo hivyo vya makosa ya mtandao. Kwa hiyo ni bora ukazijua kabla hajaja kutokea ambayo yatakukuta. Okay, kuna masomo mengine kama nilivyosema, kuna programming kwa watu ambao wanatumia PHP, kuna hizi framework, kuna Laravel, kuna nyingine inaitwa Bootstrap, zinasaidia wakati wa utengenezaji wa website. Sasa hivi development imepunguzwa. Yaani hausumbuki tena kuandika lines of code milioni moja ili uweze kukamilisha kitu. Tayari kila kitu kipo, ni wewe mwenyewe tu unafikiria kitu gani cha kutengeneza, framework tayari zipo. Kwa hiyo unaitumia, inakusaidia ku speed up the process ya development. Okay, kwa hiyo hizi tu ni katika lessons ambazo zipo. Kuna kijana mmoja alitaka kufundisha wenzake wa primary, na yeye tukamchukua. Kwa tubagui, ni mtu yoyote popote alipo. Hii ndio YouTube channel yetu kama pale mnavyoiona. Kwa lengo letu ni nini? Lengo letu ni kwamba to be Tanzanian leading online education platform. Basi, yani hilo ndo lengo letu kubwa. Na ili tuweze kulikamilisha, hatuwezi kulikamilisha peke yetu. Ni kazi ya mimi na nyie. Watanzania wote tukikutana pamoja tukatengeneza kitu chetu, basi tutasaidia vizazi vinavyokuja na wenyewe viweze kujifunza kutoka kwetu. Na wenyewe kama kuna vitu vya kuimprove vinakuwa vinaendeleza. Kwa maendeleo yanakuwa yanapatikana. Okay. Labda nishie tu hapo sasa hivi. Asante sana. Hongereni sana kwa kazi nzuri inayoendelea. Kipekee nimshukuru sana Mwalimu John kwa jinsi ambavyo anaendelea kuwasuka vijana. Naamini IT itakayotoka hapa kuanzia miaka hii na inayofuata itakuwa ya kutisha huko kwenye industry. Hapa niwatie moyo, hii ndio IT yenyewe. Sasa tujitese kidogo, tujiumize, lakini matunda kama haya tunayaona. Nashukuru kwa ajili ya presentation ambayo imepita. Nilikuwa naisikia Swahili Academy, lakini nizikana nilikuwa sijui vizuri, lakini nimepata vitu vikubwa sana. Sasa kwa sababu bado vinaendelea vingine, mimi naomba nisiwe msemaji. Mimi naitwa Rose Mzilango, mkuu wa idara ya IT. Tusamehe tumechelewa, tulikuwa na mambo mengine. Lakini naomba nimkaribishe Dr. Kasumba, mama yetu, mkuu wa kitivo. Tunamshukuru kwamba pamoja na kualikwa ghafla, lakini
kila wakati amekuwa yuko tayari sana kwa ajili yetu. Jamani, naomba tukubali na mambo mengi anaendesha kipimo kizima, lakini kila tunapomuita IT, hata kama ni kwa dharura, amekuwa yuko tayari. Kama hivi alikuwa juu, nimefanya tu kumpigia simu, lakini amefika. Kwa hiyo mama, naomba nikukaribishe, wasalimie vijana na kama una lolote la kuwaambia. Asante. Ameshanitambulisha. Sawa. Sasa nimeshashiriki kwenye kazi mbalimbali ambazo nimekuwa mkifanya na nimekuwa ninashangaa yale mambo ambayo yatengeneza na vitu ninavyofanya. Na sio hapo, nimesikia watu wengine wakisifu kazi ninazofanya kwamba jamani, wanafunzi wa IT vitu wanavyofanya inashangaza. Sio watu wa kawaida, hata katika ngazi ya uongozi. Kwa hiyo ninyi mnazo ideas, mnayo mayai, sio mayai ya kawaida, mayai ya dhahabu. Kila mmoja wenu hapa ana mayai ya dhahabu. Sasa mimi leo nimefurahi sana kwa sababu yale mayai mmeyasogeza huko kwenye kiota. Unajua mpango wa chuo ni kwamba mahali hapa pawe pa kuzalisha nini? Ideas hizo. Kwa hiyo kwa kuyaleta mayai hapa ya dhahabu, mimi najua mmeleta mahali sahihi ambapo pia tunaongeza joto kwa ili yai liweze kutotoa, lazima lipate joto fulani. Sasa yale mafundisho ambayo mmeyapata, presentations, umeona kuna sheria mmetaja, kuna mzetu mwingine ameleta tena hapa, yote haya yatasaidia yale mayai yenu yatotoe vifaranga vitakavyoweza kubadilisha maisha ya kwenu na ya wengine wote. Sawa. Kwa hiyo niwatakie uhudhuriaji mzuri kwenye haya mafundisho. Asante sana. Okay. Kwa ufupi, mimi programming ile serious kabisa kuifanya, unajikuta either ni baada ya kumaliza chuo wewe mwenyewe uchumi wako binafsi, au ile unaamua tu mwenyewe kujiongeza. Sisi tunaelewana. Na katika level ambayo tulikuwa tunasoma kipindi kile, unakuta inaelekezwa, lakini it's not ile ya kuwezesha ku develop kitu. Kwa hiyo mjipongeze na mjue kwamba mna hazina na pia mna dhamana. So wanasema with great powers come great responsibilities. Sasa hivi inasikitisha kwamba Iringa ni moja kati ya mikoa ambayo inazalisha chakula kwa kiwango kikubwa sana. Wakuta barabarani kufika watu nyanya zinaozea kwenye matenga na vitu kama vile. Lakini hapa Tanzania kuna maeneo mengine kuna matatizo ya chakula. Nyie kama IT ambao mpo katika huu mkoa, the time kuchukua hiyo opportunity na create kama platform ambayo itawezesha wakulima wakaweza kujitangaza kirahisi, ili hizi bidhaa zao wakaweza kufikishia watu wengi ambao wako katika mikoa mingine tofauti. Sasa kama inakuwa Iringa poto, kitu kama hicho, ndio vile developed by Tumaini, labda wanafunzi wa diploma 2, kitu kama hiyo, kwa sababu mna skills. It's time to put them into use. Tuko pamoja? Kiachilia inakuwa ni dhamana. Okay, na sasa from here kwa nataka tu nielekeze how do you come up with an idea, na hiyo idea isiyo tu idea. Hiyo idea pia inatakiwa na wewe ikusaidie. Yaani ana idea inatakiwa isaidie watu, ndio, lakini pia na wewe pia ifanyaje? Ikusaidie. Okay, now kama nilivyosema kwa kuanzia presentation yangu ya kwanza, tutakuwa tunajitahidi ku brainstorm, yaani hiyo idea hadi mtu ana implement inaanzia wapi, yani inaanzaje? Kwa mfano rahisi, kuna mtu amedesign kipochi maalum kwa ajili ya kuwekea kadi tu, hizi kadi za benki, spinning na nini.
anatengeneza vizuri kwa ngozi safi, alafu amekeka pale brand, alafu anakuwa anakiuza, tayari anaanza kugenerate income. Ila na idea ni kwamba watu wengi wanasumbuliwa na hizi kadi, labda ameziweka labda kwenye wallet au anaziweka wapi, zinakuwa ni usumbufu katika kubeba. Lakini from a simple idea kama ile, ameweza kuanzisha biashara ambayo anaweza akaendelea na ikawa inamuingizia kipato. Tuko pamoja? Kwa yani, how can you boost your creative juices? Yani ideas zinatokea wapi? Tuko pamoja? Okay, kwa hiyo twende mbele. Kikubwa ambacho mimi kwa upande wangu kinani inspire kila siku ni mazingira ambayo nimekulia. Sisi tunaelewana. Hauwezi ukalazimishia kitu ambacho kinatumika nje ukataka kukilazimishia na sisi hapa wa Tanzania na wenyewe tuanze kutumia kama jinsi ilivyo. Study your environment. Angalia changamoto zilizopo, alafu then zitafutie solution. Sio lazima solution iwe ICT based. Hapana. Ile inaweza kuwa solution ambayo ikarahisishia watu katika kufanya hiyo activity ambayo wanaifanya. Sisi tunaelewana. Kwa kila mmoja ni ajitafute mwenyewe ndani, tangu alipokuwa mtoto, mazingira aliyopitia na ni vitu gani ambavyo yeye kwake aliviona kama ni changamoto, hadi baadaye anaweza akaja na idea ambayo inaweza kaleta suluhisho kwa hiyo changamoto ambayo yeye ameiona. Sisi tunaelewana? Hata ukiona wale wanauza line ya Tigo 500 kusajili bure, wanaweka kale ka audio recorder. Ni kwamba mtu aliona anasumbuka kila saa kujitangaza, baadaye akana vitengeneza vile megaphone na amerekodi sauti yake. Ina maana akaanza kuuza vile megaphone ambavyo tayari vina sauti imesharekodiwa ndani, ana make revenue out of it na maisha yanaendelea. Kwa it should be something simple, sio lazima uanze na kitu very complicated, labda unataka kutengeneza Boeing ndege ya kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Dubai. Hapana. Yaani kitu simple katika mazingira ya tupo pamoja. Lazima isolve challenge. Kwa hiyo kuna hii kitu wanaziita business model canvas. Yaani ni kitu ambacho wewe mwenyewe kinaweza kukusaidia wakati wa kufanya hiyo brainstorming. Kwa mnaweza mkakaa hapo katika vikundi, alafu mkajaribu ku brainstorm hiyo idea ambayo unaifikiria hapo sasa hivi. Sisi tunaelewana? Hiyo idea ambayo unaifikiria hapo sasa hivi, je, unalenga customer segment? Unamlenga mtu gani? Sisi tuko pamoja? Kwa sababu once you identify your customer, ndipo ambapo unapoweza kufocus. Yaani hichi kitu nataka kutengeneza, target yangu ni target mtu fulani. Sisi tunaelewana? Swahili Academy tumetarget zaidi watu wanaongea Kiswahili na watu ambao katika mazingira ya shule. Sawa? Kwa na nyie unaweza kufikiria sasa, labda hii target yangu, hawa customers wangu ni watu wa aina gani na wanapatikana katika mazingira gani? Sisi tunaelewana? Kwa kila mmoja kama na kalamu hapo anaweza kaanza tu hapa akajaza. Kwa mimi nitachukua labda kwa mfano ule ambao tulikuwa tunazungumzia wa changamoto ya wakulima, kwamba wenyewe wanazalisha mazao mengi lakini wanakosa sehemu ya kwenda kufanyaje? Wanakosa sehemu ya kwenda kuuza. Ndio vile. Kwa mimi hiyo ni kwangu labda ndio tutakopo customer segment yangu. Wakulima, kwa wao ndo tunataka kuwarahisishia. Ila pia na wale watumiaji wa mwisho nao pia watakuwa ni customers wangu, kwa sababu wao wenyewe wanatafuta products ambazo zinazalishwa na wakulima. Tuko pamoja? Kwa mimi kwangu pia itakuja na hao end users, labda tuseme watumiaji wa mwisho ambao wanakula hizo bidhaa za kilimo, ambao ni basically karibia kila mtu ambaye anahitaji chakula. Ndio vile. Okay, kingine inabidi uweze kuidentify channels. Yaani kwamba ni njia zipi ambazo zitatumika katika kufikisha au kuweza kurealize hiyo idea yako ambayo unayo. Tuko pamoja? Kwa channels ni vitu vyote, inaweza kuwa communication channel, transport channel na vitu vingine kama hivyo. Kwa kama hapo unavyoona amekucholea ka gari.
Kwa hiyo mwenyewe unaweza kaangalia kwamba ni channel zipi ambazo utazitumia katika kufikisha hiyo product yako kwa wahusika wako. Kwa tuseme kwa mfano tu rahisi, wakulima wakaweza labda kukusanywa katika vikundi katika vijiji ambavyo hapo labda na halmashauri, nadhani halmashauri za wilaya na vitu kama vile, kwa wakawa labda wanakusanywa katika vikundi ambavyo wenyewe labda bidhaa zao zote watakopo wanazitoa kama kitu kimoja. Labda seme hizi ni products za wakulima wa Mufindi, hizi ni products labda za wakulima wa Ilula, sijui tunaelewana. Kwa hiyo labda tuseme hapo, ina maana watahitaji means za kuweza kupost hizo taarifa zao. Kwa hiyo let's say hapo watahitaji kitu kama website ambayo itawasaidia wao kuweka hizo products zao, si ndio vile? Watahitaji usafiri, magari, sawa, kumfikishia mteja wa mwisho. Say kama wanataka kureach mteja ambaye yupo Mwanza huko, wanahitaji product kutoka Iringa, ina maana wanasema sisi tunakuletea mzigo wako mpaka nyumbani. Kwa soko zima unalipeleka kwenye mtandao la products kutoka Iringa. Kwa kuna magari hapo yatahusika. Sio vile? Kuna mtu mwingine anaweza kufikiria kitu kingine tofauti zaidi ya hiyo vile nilivyotaja. Mtandao kwa ajili ya kuweka item zao, magari, labda kitu gani kingine watahitaji? Yes. Mawasiliano, sio? Yeah, yani kwamba jaribu tu kufikiria kwamba ni kitu gani ambacho hapo kitatumika. Na hii haina formula kwamba utaanza hichi utakuja hichi. Mwisho wa siku mradi wewe umejaza hii table nzima. Unaelewana? Kwa wakati naongea hapa, nadhani kuna partners ambao tuliweza ku-identify kwamba ili uweze kuifanikisha hizi lazima utakutana na hizo halmashauri husika. Sio vile? Ile halmashauri ya wilaya na vitu kama vile. Kwa kwenye key partners pia itabidi identify kwamba kuna watu hapo wa halmashauri. Sio vile? Na pia sio lazima unamiliki magari. Kuna watu ambao tayari wana magari. Kwa ina maana hata hizi logistics companies nazo pia unaweza kuziweka kama partners wako, ili ujue kwamba mnaweza mkagawana vipi katika mapato ambayo mtakopo mnapata, labda kwa kusafirishia mzigo, yule mtu kule atagharamikia na gharama za usafirishaji, ndio vile. Yeah, kwa hiyo unakuwa na identify kitu kama hicho hapo. Partners wengine nani ambaye anaweza kufikiria? Yes. 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 Wauzaji? Yeah, wauzaji wa pembejeo za kilimo au wauzaji pia nao, kwa sababu hauwezi kuwa na ofisi kila mkoa. Kwa hiyo maana labda ukawa tuna mawasiliano, wale watu tunawafanya kama agents wako kwa kwanza. Sio vile kama Tigo. Sio kwamba kila duka ambalo linauza vocha za Tigo ina maana na yeye mwenyewe ni sehemu ya kwamba ni duka la Tigo. Sio vile. Kwa hiyo unaweza kaa na mabango yako labda Iringa Products. Kwa hiyo labda maduka ambayo na identify katika mikoa fulani, unakuwa unawekea pale mabango kwamba okay, sehemu hiyo unaweza kupata bidhaa kutoka Iringa. Kwa hiyo unakuwa ni wakala ambao mnafanyaje? Mmewatambua. Very good. Mwingine? Okay, it's a brainstorming activity. Kwa hiyo kila mmoja awe anajitahidi kufikiria kwa upande wake. Sawa. Value proposition. Hapa tunaangalia sasa ni kitu gani ambacho wewe utapata na watu wengine watapata. Una add value kitu gani in terms of cash na pia in terms of service. Unaenda kurahisisha kitu gani na from it unategemea kupata kitu gani? Nani ambaye anaweza kufikiria? Sababu for an idea kuwa of importance kwa watu must add value. Lazima iwe na faida kwake, kwa huyo mtu wa mwisho, pamoja na yeye mwenyewe, ili iweze ku generate income. Tuko pamoja? Yeah. Kwa hiyo nadhani hapo pia unaweza kaangalia kwamba kwa mkulima ina maana unakuwa unamrahisishia kutafuta masoko. Ndio vile.
Kwa mkulima ina maana pale unaweza kuandika kwamba kwa mkulima wewe unamrahisishia kutafuta masoko, sio vile? Na kwa mtumiaji wa mwisho unakuwa unamrahisishia kupata mahitaji ambayo anahitaji, sio vile? Na kwa wewe mwenyewe pia sasa, from ile sasa service inapokuwa inafanyika through websites au portals za mtandaoni, kuna njia kama 5 hivi tofauti za kugenerate revenue. Moja wapo ni kitu tunaita subscription fee, kwamba unaweza kuweka kama website yako bwana, ili mtu aweze kuitumia lazima alipie katika kujisajili. Tuko pamoja? Kuna through advertisements, kwamba okay, website yako unaweza kufanya kila kitu bure, lakini unaruhusu makampuni kuja kuweka matangazo. Tuko pamoja? Sawa, hizo zote ni sources za revenue ambazo unaweza kuzipata kupitia katika website. Tuko pamoja? Nyingine unaweza kuweka transaction fee, kwamba okay, kwa wale wakulima wenyewe kuweka bidhaa zao ni wanaweka bure, na kwa ule mtumiaji kule mwisho anayekuja kununua, yeye ananunua kwa bei ya ile bidhaa ya sokoni, wao muongezee bei. Ila mnakubaliana na ule mkulima kwamba mwisho wa siku ile inapopatikana 70% labda ya kwako, 30% inakuwepo ni ya kwako. Tuko pamoja? Ya, kwa hapo unakuwa unaangalia hizo ni transaction fees. Tuko pamoja? Kwa hapo katika hizo vitu vyote tofauti, wewe mwenyewe unaweza kujua kwamba okay, kwa idea yangu hii si ilivyo, naweza kupata revenue kwa kupitia labda njia 1, 2, 3. Kwa hiyo msio hivyo, unaweza kutafuta tu kwa mtandao. Kuna njia nyingi za kuweza kugenerate income kutokana na mtandao. Google wenyewe wanatengeneza income kupitia matangazo. Kila siku tuna search bure, sio vile? Lakini wao kuna watu wanalipa kwa zile websites zile linki za mwanzo kabisa pale juu. Zinakuwa na neno ads. Wale wote wanakuwa wanalipa Google. Kwa kila click mtu anabonyeza. Sasa utapitia dunia nzima, watu wangapi wanakuwa wanabonyeza zile pale. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba ni uwanja mkubwa ambao ukitumia vizuri unaweza ukagenerate income. Sio vile? Pia tuje kwenye say resources zipi ambazo utazihitaji ili uweze kuanza. Ni resources zipi ambazo utazihitaji. Kwa hiyo hapo jinsi ulivyo usifikirie mbali. Yaani ili wewe labda ili uweze ku create kitu kama hicho unahitaji resources zipi. Kila mmoja awe huru. Nani ambaye anaweza akajaribu? Watu wengi wanasemaga hatuna mtaji. Yaani ninaboke idea lakini tatizo mtaji. Is it true kwamba mara zote tatizo linakuwa ni mtaji? Yeah, kwa tuje tuangalie hapa ni resources zipi ambazo unazihitaji ili uweze kuachieve hichi kitu. Yes. Yeah, utahitaji labda say computer. Nyingine? Yeah. Yes. Mawasiliano, kwa kutakuwa kuna gharama hapo za mawasiliano wakati tunaanza. Nyingine? Yes. Internet access, very good. Kwa sababu mwisho wa siku yani ili tukae kwenye mtandao lazima utahitaji uwe na hizo gharama za mwanzo. Nyingine? Yes. Office. Okay. Utahitaji office. Nyingine? Skills or knowledge. Katika vitu ambavyo utavihitaji. Kama hujui kitu lazima utahitaji kujiongeza. Sio vile? Gani nyingine hapa? Yes. Human resource. Utahitaji watu ambao watafanya hivyo vitu ambavyo unavifikiria kuimplement. Kwa kama jinsi tunavyoona tunakwenda taratibu, unaanza kuona kwamba okay, hichi kitu kinawezekana mwisho wa siku. Kwa sababu hapa sasa kwenye hizi resources ambazo utazihitaji, kama kompyuta tayari unayo, wewe unaweza kuiondoa. Sio vile? Tuweka ni office kwa kuanza kwa sababu biashara yako iko kwenye mtandao. Mfano Facebook. Kwa hapa tu chuoni, watu wangapi ambao wanaitumia? Karibia kila mtu, si ndio vile? Lakini sio kwamba ana ofisi hapa chuoni. Lakini sisi pia katika watumiaji ndio tunampa mapato. Tuko pamoja? Kwa try to simplify it. Yaani tafuta vitu ambavyo ni rahisi. Internet hapo ni tena mna university promotion. Ndio muda wa kutumia. Sawa? Na maana
1500 kwa siku unapata GB 10. With 10 GBs website kuipandisha tu mtandaoni, mafaili yake hayazidi hata MB 200, sidhani, labda iwe complicated sana. Tuko pamoja? Kwa hiyo ina maana hapo ni kuangalia mawasiliano pia hizo university promotion. Kwa hiyo tumia hiyo opportunity wakati bado unayo. Sawa? Skills hapa sasa ndo point nzima collaborate. Hamna mtu mmoja ambaye anajua kila kitu. Sisi tunaelewana? Hamna mtu mmoja ambaye anajua kila kitu. Mnapojiorganize katika kikundi, inatakiwa mji-identify kila mmoja strength yake ipo wapi. Kwa mfano, katika Swahili Academy, John yeye ni mzuri katika video shooting pamoja na graphics. Mimi ukinipelekaga huko nikianza kuangalia yale Adobe Premiere nini, kichwa kinaniuma. Sawa? Kwa hiyo unamwachilia yeye. Tuko pamoja? Na mwenzetu yeye ni very good katika hizi web development na vitu kama vile. Kwa hiyo unamwachilia yeye. Sawa? Mimi kwa upande wangu najikuta niko very good katika labda desktop applications. Kwa hiyo na wenyewe wakinionaga waga wananiachilia mimi kwa upande wangu. Tuko pamoja? Kwa hiyo mnaji-identify wenyewe. Kuna Henry ambaye is good katika law na kasomea sheria. Tupo pamoja? Kwa hiyo mimi siwezi tena nikaanza kutoa lessons za sheria. Tayari yupo mtu ambaye anafanyaje? Tayari yupo mtu ambaye anajua. Kwa hata nyinyi mnapokuwa mnajiorganize, mnajitafuta watu ambao mna complement. Sisi tunaelewana? Yaani sio lazima wote muwe programmers. Kuna mtu labda yeye katika programming hajui kabisa, lakini ukakaa naye kila siku waga anakuwa na ideas nyingi. Tuko pamoja? It's good. Unamleta kwa sababu yeye ndo ambaye atakuelekeza wewe uende wapi. Sawa? Kwa katika skills inatakiwa mjiorganize ili muweze kujua. Kuna wengine wako very good katika communication skills. Na hiyo ni changamoto kwa programmers wengi. Programmers wengi wenyewe wanajua kuongea na computer. Yaani akiandika shutdown computer inazima. Lakini ukija kwa binadamu unamwambia simama juu, ataendelea kukaa chini afu hauwezi kumfanya kitu. Tuko pamoja? Inahitaji mtu ambaye ana hizo communication skills. Sawa? Kwa mnapojiorganize mnajiangalia kila mmoja kwa skill set yake ili muweze kufanya pamoja. Kwa hapo pia uta identify key activities, vitu ambavyo mtahitajika labda kufanya ili muweze kufikia hiyo goal yenu. Kwa hapo tuseme mwanzo kwanza kuna hizo masuala ya usajili, sawa? Hiyo sijui ndo hawa kina ili muwe legal, ili muwe legitimate, lazima mjisajili. Mpate hiyo leseni yenu, muweze kutambulika jina lenu, na ile inawasaidia na ile idea yenu inakopo ni ya kwenu. Kwamba next time mtu mwingine akitaka kucreate kitu kama kile tayari imeshajisajili BRELA. Sisi tunaelewana jamani? Kuna kulinda. Kwa utafanya usajili hapo, kuna activities labda zitakuja za kugather hizo requirements ili msitambue vizuri. Itabidi muende kwa wana kijiji, mwaulize, msi mtatengeneza kitu ambacho nyinyi mnakifikiria kichwani lakini sio ambacho kinahitajika na watu. Sisi tunaelewana? Labda kuja kwenye hiyo task yenyewe ya development sasa, programming na activities nyingine nyingi. Labda kama kuna mtu anaweza kaongezea hapa kwenye activities. Yes. Okay, so basically ni kama hivyo. Mtahitaji communicate na wauzaji, muweze hapo sasa ndo mtahitaji mtu ambaye anaweza kuongea hiyo lugha ya biashara. Aende kwa hizo duka za pembejeo, sio vile? Aweze kwa convince kwamba sisi tutakuwa tunauza bidhaa zetu kupitia duka lako, lakini katika hii tutafanya labda katika utaratibu huu. Kama unavyotuona sisi bado wanafunzi wa chuo, kwa hiyo tunaomba tusaidie kwa sasa hivi tufanye bure, lakini biashara ikaa vizuri. Hata sikiliza, sisi tunaelewana ili muweze kuendelea huko mbele. Nitakuja kwenye cost structure sasa. Hapa inabidi mzi-identify cost. Kwa sababu mkishinda kuzi-identify cost mwanzoni, mnaweza underestimate task au gharama za mradi. Mkiingia gharama zikija kuwa kubwa, mnakuta wote mnafanyaje? Mnaanza kukimbiana. Tuko pamoja? Kwa katika cost hapa lazima mtambue kuna cost ambazo zinakuwa fixed. Yaani hizo hazibadiliki. Na kuna cost ambazo waga zinakuwa, tunaweza kusema variable, kwamba zinakuwa zinabadilika. Kwa lazima msitambue hizi mapema. Sawa? Kwa kama hizi gharama za usajili na vitu vingine vyote hizi tunazozikaziamshia katika fixed cost kwa sababu zipo, hizo hazibadiliki.
Lakini hizi gharama za mawasiliano, internet, sio kwamba kila siku mtatumia bei hiyo hiyo. Siku nyingine mtahitaji zaidi, siku nyingine mtahitaji kidogo. Tuko pamoja? Okay, kitu gani kingine tumenanili? Okay, hapa kwenye revenue streams, vyanzo vya mapato ambazo mtakuwa mtapata kutoka kwenye hiyo. Kwa hapo ndio nyinyi mtachagua either website yenu mnaweza mkaifanya iwe closed, na kwa mtu ambaye anataka kujiunga lazima alipie fee. Sasa unaweza kuanza na amount ndogo, shilingi 5,000. Sawa? Pata kuuza bidhaa zenu Tanzania nzima, unagharamia tu shilingi 5,000, tunasajili kikundi chako. Hiyo 5,000 labda inaweza gharamia gharama za mwanzo zile za makaratasi na vitu vingine kama vile. Lakini unaweza kaweka hiyo inakosa nini? Subscription fee. Ndio vile? Na pia unaweza kaweka labda hiyo transaction fee. Okay, kwamba ukiweka bidhaa yako kwenye mtandao wetu, kwa mtu yote ambaye atakuja kuinunua, ina maana sisi tutakuwa tunafanyaje? Tutakuwa tunachukua kiwango fulani katika yale mapato ambayo unafanya unayapata. Sisi tunaelewana? Yeah, kwa hizo zote zinaweza kama revenue models. Customer relationship ni mahusiano yako kati ya wewe na hao wateja wako. Kwa hiyo hapo ni wewe mwenyewe sasa utakavyoweza ku identify hao wateja wako na mtakopo mnahusiana nao vipi. Sisi tunaelewana? Yeah. Kwa hadi hapo mimi nadhani kwangu takopo hiki business model takopo nimekijaza. Sisi tunaelewana? Kwa kila mmoja na yeye anaweza kujaribu, angalie na aone kwamba idea gani anakuja nayo. Mwisho wa siku tutaangalia, kuna ambao watatengeneza application, kuna ambao let's say wanaweza kuwa wamecome up na very great ideas. Sisi wenyewe hapa tutakuwa majaji, sisi ndio tutapiga kura, na kwa ile idea au ile application ambayo itakuwa ni nzuri, basi huyo mtu ndio atachukua zawadi. Okay. Sijui niwape ka break kidogo, mweze ku-brainstorm kidogo kama dakika 2-3 hivi, afu nitakuja. Hii mind map ni tool nyingine tofauti, nitademonstrate back. Sawa? Natumaini baada ya mapumziko mmezipitia idea zenu. Kwa wale ambao mmepata nafasi mmeziandika kwenye hizo karatasi, si ndio vile? Sema kwa kitu kimoja kuhusiana na idea ambacho nadhani hata nyinyi mnaweza kama na hizo changamoto. Idea nazo pia zina mood yani. Yaani kwa siku unaweza kuamka una idea super, si ndio vile? Alafu kama unaiongea, unaisimulia, baada ya wiki, baada ya mwezi unasahau hata wiki iliyopita ulikuwa unazungumzia idea gani. Alafu unakuja tena unataka kuanza tena idea nyingine mpya. Sawa? Kwa hiyo pia ni changamoto. Ili idea uweze kuanza kufanyia kazi, ni lazima uiandike. Lazima uiandike. Kwa sababu pale unapokuwa unaiandika, ina maana kila siku unapokuja kuiangalia unakopo unaweza kuifanyaje, unakuwa unaweza kuirefine. Tupo pamoja? Lazima uitoe kichwani uiweke kwenye maandishi. Na unapoweka kwenye maandishi ndio utapanga utaanza kuifanyia kazi vipi. Sawa? Sasa kuna tool hapo nimewapa. It's a very powerful tool. Inaitwa Mind Mapper. Mind Mapper ni software ambayo inasaidia katika zoezi zima la generally ku collect your thoughts na kuweza kuziona. Sisi tunaelewana. Kwa mfano nilipofika hapa wakati natengeneza presentation ile, ina maana mimi nitumia tu hii hapa. Mwisho wa siku unaweza ka generate PowerPoint ambayo unahitaji, au unaweza kaipeleka mpaka katika kitu kinaitwa Microsoft Office project ambayo inaweza kusaidia sasa kuweza kuifuatilia hiyo project yako. Kuanzia activity fulani utaifanya lini na utaendelea nayo mpaka siku gani. Tuko pamoja? Inakuwa kama ni tool ya kusaidia kujimonitor. So nita click hapa kwanza idea mpya ambayo hapa sisi tunazungumzia ile kwa rahisishia masoko ya wakulima wa Iringa. Nani ambaye anaweza kanipa jina fupi sana? Yaani system yetu tuhitaji. Yoyote yani ambaye anaweza kafikiria kwa haraka yani system yetu itafaa ikipewa jina gani? Ya? IMS. Iringa Market Solution. Kweli. Okay, so tutaandika hapa IMS, sio? So hii IMS tunaanza sasa. Itakopo ni nini? Sana. Tutatengeneza hapo website ndio vile. Sasa jinsi inavyokuwa ni kwamba unavyo click kwenye topic fulani, sawa?
ile topic ndio unaweza kaanza kuichanganulia idea zake. Tuko pamoja? Kwa maana in order to create a website, hiyo website labda sema itahitaji vitu gani? Sijui tuko pamoja? Kwa hiyo ili niweze kukamilisha website nitahitaji vitu gani? Kwanza labda inabidi nijue nitatumia lugha gani, ndio vile language of choice. Tuko pamoja eh? Lazima hapo niweke kichwani kwamba kutakuwa kuna gharama za kufanya hosting, ndio vile kutakuwa kuna gharama za kufanya domain name registration, ndio vile, na pia kutakuwa kuna kazi ya hiyo coding. Sawa? Language gani unafikiri itakuwa ni rahisi kuitumia kwa an online platform? PHP. Kwa sababu kwanza ni free, alafu pia inakuja na framework nyingi, ndio vile? Ndio vile? Okay. Kwa kuna vitu kama hivyo. Kwa unarudi tena hapa. Labda nitahitaji watu. Kuna mtu alisema kuna human resources watahitajika somewhere. Ndio vile? Au watu nitahitaji wawe na skill set zipi? Yaani hao watu ambao nitahitaji kwenye hii system yangu wanahitajika wawe watu aina gani? Yaani ni watu wenye skills zipi? Say inaweza kaanza kwa kusema programmers, nani mwingine ambaye anaweza kufikiria? Designers, ndio vile? Alafu nitahitaji labda watu kwa ajili ya nanili. Kuna programmers, kuna designers, watu gani wengine? Marketing, very good. Yaani lazima ujitangaze, yani piga ua. Sawa eh? Alafu kitu gani kingine? Communication, ndio vile? Communication experts, ndio vile? Kwani utahitaji yani unaanza ni kuona ni kwamba okay, hiki tunawezekana. Na kuanzia hapa ina maana tayari ushaanza kufikiria ni mtu gani ambaye yuko vizuri katika hizi sectors ambazo umeziainisha. Wewe kama wewe katika hiyo idea yako. Sijui tunaelewana? Okay, kutoka hapo say kitu gani kingine? Tuna website, tuna human resources, kuna wao wakulima, ndio vile farmers. Farmers tunaenda kwa kutatu ambayo itakuwa rahisi sisi kuwapata. Tutaenda sokoni au tutafuata shambani? Shambani, sio vile? Okay, mashamba ya wapi katika farms? Wilaya gani unafikiri itakuwa ni rahisi kuipata? Ufindi au Dabaga? Okay. Yaani ni hiyo eneo ambao wewe unafikiri kwamba kwako wewe itakuwa ni rahisi kufanyaje? Itakuwa ni rahisi kulifikia. Sijui tupo pamoja? Tena unaweza kaja hapa ukaangalia kwamba say hiyo website yako labda iwe inaonekana vipi? Sio vile tuseme muonekano. Interface. Sio vile? Kwa hapa unaweza kaanza sasa kuichambua kwamba watu labda wana sehemu ya kujiregister, sio vile, ambapo atakiwa very simple, natakiwa na sehemu ya kulogin, sio vile. Tutahitaji kuwe kuna kitu tunaitaga ile landing page, sio vile, ambapo ile landing page ni ile page ambayo mtu anakutana nayo kwa mara ya kwanza kabisa anapofungua website yako. Sawa? Kwa tukija hapa kwenye landing page utataka iwe ya kujificha au utataka iwe ya wazi. Mfano, ukifungua website kama Alibaba, sawa, utakuta products zote zipo pale, sio vile? Lakini ukifungua website kama Facebook hautakuta kila kitu pale. Yaani wameficha vitu vyao mpaka ujisajili ndio utaona marafiki zako. Usipojisajili hawezi kujua ndani kunatokea nini. Na ile pia ni kama marketing. Yaani kwamba anakuvuta yani. Yaani lazima utajiuliza huko ndani kuna nini, afu pale amepekea labda ka form cha kujiregister kama very simple yani. Kwa utajaza haraka ukiingia ndani ndio unaona ndani kuna nini. Tuko pamoja? Kwa hiyo mwenyewe inategemea na jinsi ambavyo utakopo unataka website yako iweje. Kwa hiyo sisi tunafanyaje? Tunaificha au inakopo open? Open eh? Okay. Kwa yani pale sasa ina maana kuna categories. Sio vile za hizo bidhaa ambao utafocus labda kwenye nini, labda mahindi, product gani nyingine wanatoa huko? Nyanya, viazi na nini, vitunguu, sio vile? Kwa hiyo inaona hapo tayari unaanza kupata picha kwamba unaelekea wapi. Kwa basically yani software ukiweza kuitumia vizuri, hapa tu niko naonyesha tu kwa mfano, lakini ukiweza kuitumia vizuri
unaweza kufanya vitu vingi sana. Kwa katika hivi vitu labda ni kitu gani ambacho nafikiri kwamba ni cha kwanza kabisa kufanya yani katika hivi vitu kwa contact farmers au kujikusanya nyewe au kutengeneza website, kipi kitakao cha kwanza? I think farmers will find website. Okay, kwa hapa kwenye farmers. Kwa kama hii ndio itakuwa idea ya kwanza, ina maana hapo unaweza kaiwekea kwamba is very important. Sijui tuko pamoja? Yaani wewe mwenyewe pale unaweza kaiweka, sawa? Na pia kuna kitu tunaita Gantt chart. Wangapi washawahi kutumia Gantt chart? Kuna software tu hapo nadhani sina huku. Hii hapo. Kwamba hii Gantt chart yani wewe inakusaidia yani katika hiyo project yako kusema kwamba activity fulani itaanza kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Tupo pamoja? Activity fulani itafanya kuanzia muda fulani mpaka muda fulani. Na kila baada ya muda fulani unajiwekea kitu tunaita milestone. Milestone yani kwamba ni kama checkpoint. Yani kwamba yani ikishafika tarehe fulani lazima nijiangalie, je, vitu 1 2 3 tayari nimeshavifanya. Tuko pamoja? Kwa sababu ukiachilia idea ndo kama nilivyokuambia inafanyaje? Inapotea. Kwa hiyo hapo unapojiwekea deadlines. Yani tofauti na assignment za darasani kwamba ukiwekea deadline usipoifikisha ndani ya deadline unapewa 0. Kwenye idea ukijiwekea deadline usipoitimiza sio kama unapata 0, ila ni kwamba ile idea ufanyaje? Hauifikishi. Hamna mtu ambaye atakukata maxi, hamna mtu ambaye atakuchapa fimbo, hamna mtu ambaye atakuja kuuliza. Ni wewe mwenyewe inatakiwa ufanyaje? Ni wewe mwenyewe inatakiwa wewe unafanyaje? Wewe unajituma. Kwa deadline ni muhimu. Yaani ni muhimu pindi unapokuwa na idea unajiwekea deadline mpaka muda fulani niwe tayari nishafanya kitu fulani. Tuko pamoja? Kwa the software ipo katika hiyo flash ambayo nimeweka hapo. Kwa kila mmoja baadaye anaweza kujaribu kuinstall. Kwa pale tu nilikuwa nataka tu nionyeshe kwamba inarahisisha katika kurealize idea. Katika interface designs kuna software zinaitwa za mockups. Yaani kwamba kabla ya kutengeneza website na ile interface kuiweka, unaweza kutumia software ikakurahisishia kwamba kujua kabisa kwamba vitu gani vitakaa sehemu gani. Tuko pamoja? Kuna hizi software nyingine tunaziita UML, nadhani mmejifunza kama IT designing part. Kabla ya kuanza code lazima identify class, kama wale watu ambao wanasema wanatumia Java programming tunasema ni class based, sio vile? Kwa lazima identify classes ambazo zitatumika. Tuna changamoto ya muda ila ningeelekeza. Lazima kwenye database unapokuwa unaitengeneza, sawa? Lazima kwenye database utaidesign kwa kutumia vitu tunaita entity relationship diagrams. Kwa hiyo from the database to the class diagram unaweza kujua sasa ile business logic yako unakuja kuimplement vipi. Tuko pamoja? Na pia kuliko kusumbuka sana mpaka upate kitu likubwa, unaweza kaanza kuiprototype. Yaani the same idea ukaifanya kwenye software simple kama Excel au Microsoft Access, ili uwe unaendelea kuimprove. Sawa? Ukiona kwamba inaweza kufanya kazi vizuri, then ndio unaweza kaja sasa ukaimplement, either iwe ni desktop application au iwe ni web application. Ambayo desktop unaweza kutumia Java, ila pia unaweza kutumia C# ambayo Java raha yake kwanza ni open source tunasema. Alafu kitu kingine ni kwamba ina documentation nyingi. Yaani kwamba ukikwama kitu kwenye Java, ukisearch kwenye mtandao unaweza kukuta watu wengi tayari wameshakutana na changamoto kama hiyo. Kwa hiyo unaweza kujifunza from it. Alafu mwisho ni tutasema ni cross platform. Kwamba once you create an application in Java, haikusumbui tena kuitengeneza the same application kama inataka kwenda kutumika kwenye kompyuta za Mac au kama inataka kwenda kutumika kwenye kompyuta za Linux. Tuko pamoja? Yeah, kwa ina maana Java unatengeneza mara moja, lakini unaweza kuitumia kwenye maeneo mengi. C# hii ni Windows based. Yaani kwa ajili ya watu ambao wanatumia hizi Microsoft products, Windows 7 na vitu kama vile. Sema na yenyewe ni rahisi sana. Na yenyewe ni rahisi sana. Kwa watu ambao wameshakodi na VB.net, yaani yenyewe na kwa kiwango fulani ni product ile ile, yani ni kama improvement ya VB.net. Tupo pamoja? Web application unaweza kutumia PHP, unaweza kutumia .net kama nilivyokuambia, unaweza kutumia Java. Kwa ni wewe mwenyewe unaweza kaangalia kwamba ni ipi ambayo kwako inakuwa ni rahisi. Sisi tunaelewana hapo
Ya, kwa hiyo mimi tuseme hii session ya pili ndio inaishia hapo. Kama kuna mtu yote mwenye swali, namruhusu. Kama kuna mtu yote mwenye swali hadi hapo tulipofikia, namruhusu, namkaribisha aweze kuuliza. My name is Alija Rutunga. Alija Rutunga. For you as a programmer, which language is simple to learn and it's leading the development? simple to learn And it's leading to the development. Kwa jina anaitwa Shangweli Kituma, nipo IT mwaka wa pili. Swali langu ni kuhusu kwenye kipengele cha milestone. Je, katika milestone tunataka tukafanyia documentation au inabaki tu kama ni schedule ya mimi kumalizia kufanya hiyo project yangu? Okay, nashukuru kwanza kwa maswali yenu. Nikianza na Mr. Shangweli Kituma. Milestones kama nilivyokuambia, yani project wewe ndio driver. Sisi tupo pamoja. Wewe ndio master. Achana na project hizi za chuoni. Achana na hizi project labda umepewa kazi na mtu. Chukua project ambayo ni ya kwako wewe mwenyewe. Kwa sababu hapo unaenda kutengeneza kitu chako wewe mwenyewe. Sisi tunaelewana? Milestone inakuwa ni kama vyote, kama jinsi nilivyosema. Milestone unaweza kujiwekea kwamba ni muda wa kufanya documentation au pia ni kwa ajili ya kujiwekea mwenyewe time frame. Kikubwa ni kwamba milestone inakuwekea wewe kama kitu cha kukumbusha kwamba kuna kitu fulani bado haujafanya. Sisi tupo pamoja. Kuna ile tabia kwa wazungu wanaitaga procrastination. Procrastination ni ile hali ya mtu kusema kitu fulani nitafanya kesho. Sijui unajua ile kwamba labda umeamka asubuhi alafu ile idea sasa kwenda kutembelea wakulima Jumamosi utaenda. Nafika Jumamosi ila leo ngoja nikaangalia mechi kwanza, lakini Jumamosi ijayo nitaenda. Sisi tuko pamoja. Kama ujiwekee zile deadlines, ina maana unaweza kujikuta unapita miaka mitatu, yani kila siku unataka kwenda kutembelea wakulima. Hadi unajikuta unasahau kabisa ile idea. Ni wangapi mundani ambao washaikuwa na idea lakini hakuitimiza kwa sababu ya kuisogezea muda mbele? Hata mimi pia ni mmoja wao. Sawa? Yaani kwamba ni ile tu kwa sababu haujajiwekea haujajiwekea mwenyewe time limit. Na kwa sababu ni kitu chako wewe mwenyewe, hamna mtu ambaye atakuja kukuuliza, hamna mtu ambaye atakuja kukufokea kama hujafanya, ila ni wewe mwenyewe sasa ndio unatakiwa unafanyaje? Wewe unajisukuma. Ni wewe mwenyewe ndio ambaye unatakiwa unajipush. Sisi tunaelewana? Kwa ndio umuhimu wa kuwa na milestones. Lakini kwa projects kubwa pia milestones waga ina define masuala ya resources. Mfano, kuna projects zinafanyika ndani ya miaka 30. Sawa? Kwa hiyo kuna hela ambayo waga inatolewa katika kile kipindi chote. Milestones inakuwa kama ni muda ambao unawawezesha wale watu ambao wamekupa ile hela au wametoa ile hela kuja kuevaluate, je, kazi yao umeifanya kwa kiwango gani ndani ya kipindi hichi. Sisi tunaelewana. So kazi ya miaka 30 inawezekana na budget kubwa sana. Lakini wanaweza kukupa budget based on zile milestones. Labda kila baada ya miaka mitatu ndio unapewa hela. Wale wanakuja wanakagua, alafu ndio wanafanyaje? Wanakucheki. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo ndio umuhimu wa milestone katika project yoyote. Sio lazima tu ya web development au ya software. Kutoka kwa Biadija hapo wanasema kwamba for you as a programmer, which language is simple to learn and it's leading in development? Sio vile? Okay. When it comes to easy programming languages, when it comes to programming languages, pamoja na kitu tunaita IDE au ile development tool ambayo unazitumia. Sijui tunaelewana? Kwa mfano mimi kwa upande wangu, napenda kutumia Java kwa sababu ya desktop application. Sijui tunaelewana? Lakini kuna kwa urahisi wa kujifunza, Python yenyewe ni rahisi zaidi. Sijui tunaelewana? Lakini unajikuta sasa kuna kipindi yani inakuwa kama mazoea kwamba yani unajikuta tu mtu kwamba okay, ni Python ipo lakini nimeshazoea kutumia Java. Sawa? Mfano
Kwa haraka haraka tu, labda hapa naweza kaonyesha kuna IDE mimi natumiaga inaitwa NetBeans Kwa kwenye NetBeans kutengeneza labda a simple application ya Java, sawa? Yaani kwangu unaweza kukuta naweza kuchukua yaani kile interface tu kukiweka pale vizuri nini, yaani inaweza kuchukua less than 10 minutes. Yaani ukata ushaweka zile buttons, ushaweka zile text area, then baadaye ndo unakuja sasa kwenye upande wa logic kwamba hizo data zinaingia wapi na zinatoka vipi. Tuko pamoja? Lakini kwa mtu mwingine kwake labda kutumia Python na tools ambazo tayari ameshazizoea, kwake Python ndio inakopo nini? Ndio inakopo rahisi. Hata C# ni kama Python kwa upande wa Windows, kwamba na yenyewe pia ina urahisi wake. Kwa hivyo unaweza kutengeneza labda say new Java application, unakuja hapo kaita labda tulitaje hii nini kwa market nini IMS. So from there unaweza kutengeneza na nili ka form chako pale, labda tutakaita kama hapa ndo main interface sema so yani we mwenyewe kwamba unajikuta kwamba ni hivi ambao kwako unaona inakopo ni rahisi, sawa? Na kuna component vingi hapa unaweza kuvichukua kama radio buttons, sijui checkbox, unaweza kuweka hizi combo box kama unazihitaji kwenye nanili yako. Tuko pamoja? Kwa kila mmoja yani wewe mwenyewe unaangalia ni ipi ambayo kwako ni rahisi kutumia, labda main interface. Kwa yani it takes time ndio, lakini kwamba hapa sasa ukishakuja hii button labda ndio nataka kuiandikia kodi, ndio unakuja upande wa kodi. Lakini kuna upande wa design, kuna upande wa kodi. Kwa hiyo mwenyewe unaweza kaangalia kwamba ni kwa mwisho wa siku ka application kakamilika kanakuwa kanaonekana kama vile. Sijui tunaelewana? Sawa? Kwa hizi ni katika application nyingine ambazo bado zipo kwenye development, lakini as you can see kwamba inarahisisha inarahisisha zoezi zima la kutengeneza hizi interface. Hapa mtu anaweza kuhifadhi taarifa zake na vitu kama vile. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu I prefer Java kwa sababu ya mimi nimeizoea, lakini kwa wewe ina maana unaweza kuchagua ambayo kwako unaona ni rahisi, ila ili mradi mwisho wa siku ile kitu ambacho umemwahidi mtu iweze kufanya kazi lazima kifanye nini? Kifanye kazi. Kwa upande wa web PHP mimi kwangu ndo naona ni rahisi. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kaangalia kwako, je, unaweza kaendelea kutumia Java, unaweza kaendelea kutumia .NET, lakini wewe mwenyewe unaangalia kwako ni language ipi ambayo kwako unakuwa comfortable kuitumia.